Lihimidiwe jina lako Mungu kwa wema wako na utukufu wako e Bwana. Asante kwa ajili ya majira haya na nyakati. Umetupa tena kibali cha kusimama hemani mwako kwa wakati huu Bwana. Tunaomba neema yako, uweza wako, nguvu yako iwe pamoja nasi katika jina la Yesu. Tunaomba na kushukuru. Watakatifu wa Bwana aseme amen. Asante. Basi tukiwa kwenye uwepo wa Mungu namna ile, leo ni siku ya 3 ya maombi yetu. Siku nzuri kabisa yenye kibali na imempendeza Mungu tuweze kuingia hemani mwake. Nikupongeze wewe ambaye umechukua hatua. Inawezekana kwa siku zote 3 au 2, hata ikiwa ni leo pekee, niseme kwamba utukufu tumrudishie Mungu wetu. Hebu pale ulipo mwekee Yesu makofi kwa neema na kibali cha namna ile. Jambo zuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Nikukaribishe sasa kwenye ibada hii ambapo saa hii tunaenda kujifunza neno la Mungu. Na leo katika ule mfululizo wa somo letu la kuupata ufalme wa Mungu, leo nilikuahidi kwamba tutakwenda kuingia kwenye kipengele kinachozungumza habari ya maombi. Jana ilikuwa ni habari ya kumtafuta Bwana na tulimuona Bwana kwa matokeo makubwa. Leo tunaenda kuzungumza habari za kupata maombi. Katika kupata ufalme wa Mungu, leo tutazungumzia maombi. Jinsi ambavyo maombi yanaruhusu uwezo wa Mungu kuja ndani yetu tena au kutenda kazi ndani yetu. Kuna namna mbili ambayo tunasema kwamba mtu anaweza akawa ni mtu wa Mungu lakini asiwe mtoto wa Mungu. Mtu anaweza akawa mtu wa Mungu lakini asiwe mtoto wa Mungu. Kwa hiyo hilo linawezekana kabisa katika maisha haya. Sasa tunachokipambania ni kuwa watoto wa Mungu ambao Biblia inasema sisi tu warisi pamoja naye. Kwa hiyo yeye aliyetufanya kuwa watoto, basi tungangane hapo kwenye nafasi ya utoto ili kwamba katika nafasi hiyo tusitoke. Anasema tena kwamba wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ni hao waliaminio jina lake. Kwa hiyo sisi tunachokitaka ni kuwa watoto wa Mungu na si kuwa watu tu wa Mungu. Yesu akasema mtumwa hawezi kujua mambo yote anayoyafanya bwana wake, ila rafiki anaweza kujua mambo anayoyafanya rafiki yake. Mtoto ana haki kubwa katika nyumba ya baba kuliko mtendakazi. Akatoa mfano mmoja akasema, wana wawili wa baba mmoja, siku moja mmoja akadai urithi wake. Akamwambia, nipatie sehemu ya mali inayoniangukia ya urithi wangu. Akasema, yule baba akampatia kwa sababu ni mtoto wake. Akampa ile sehemu ya mali ambayo inamwangukia kama urithi wake. Alipompatia, yule mtoto akachukua, akakusanya vya kwake, akaondoka kaenda mbali kabisa na upeo wa macho wa baba yake. Alipofika kule, anasema zile mali akazitapanya kwa anasa. Na alipozitapanya kwa anasa, Biblia inasema akapata dhiki kubwa mara baada ya mali zake kuisha. Akashikamana na watu wa mji ule. Kwa dhiki sana alipata riziki. Siku moja anasema katika moja ya maisha yake akashuka sana thamani yake
kutoka mtu wa heshima mpaka kula chakula cha nguruwe, kushiriki pamoja makombo ambayo wanakula nguruwe. Akaona hapana, hii si sawa. Mimi kuishi maisha haya sio haki yangu, sio hadhi yangu. Akasema, alipozingatia moyoni mwake, akasema moyoni mwake, ni watumishi wangapi waliopo mbele za baba yangu wakila na kunywa mezani pa baba yangu, na mimi niko hapa leo na shiriki na nguruwe, chakula kisichofaa. Hapana, hapana, hapana. Yani pasa kurudi nyumbani kwa baba, hata kama hakunifanya kama mtoto, lakini ni heri niwe mmoja ya watumishi lakini mezani pa baba yangu, si kushiriki na nguruwe. Heri nirudi nyumbani kwa baba, lakini sio kuishi maisha ya utumwa. Alipozingatia moyoni mwake. Kumbe kuzingatia ni kitu kizuri sana ambacho kinaweza kikarudisha heshima ya mtu. Haleluya. Alipozingatia akasema, hapana, nitarudi nyumbani kwa baba yangu. Akarudi tena, anasema tena, nitamwambia nimekosa mbele zako na mbele za mbingu pia. Sistahili kuitwa mtoto wako, sistahili kabisa, lakini naomba tu nifanye niwe mmoja tu ya watumishi hapa. Lakini angalia alipofika, baba alipomuona ngali mbali akamkimbilia, kwa sababu bado ile heshima ya mtoto haiwezi kuondoka katika moyo wa baba. Akamkimbilia, na alipomkimbilia akasema haraka sana, akamuwao, akamwangukia kifuani, akalia machozi, akasema, mtoto wangu umerudi. Akaomboleza sana, akamshukuru sana Mungu, na hatimaye akawaambia wafuasi wake, leteni vazi zuri avikwe mtoto wangu, lakini kama haitoshi, leteni viatu avikwe mtoto wangu, kama haitoshi, leteni pete avikwe mtoto wangu. Huyu ni mtoto wa thamani, thamani yake inabaki pale pale, hata kama aliondoka, thamani yake inabaki pale pale. Haleluya. Biblia inasema katika kuyatafsiri haya mambo matatu yaliyotakiwa na yule baba, ambao ilikuwa ni lile vazi, viatu pamoja na ile pete. Anasema vazi lilificha aibu yake tena yule mtoto, kabla hajaingia kwenye nyumba ya kifalme, kabla hajaingia kwenye nyumba ya heshima, ilificha aibu yake kwanza. Mtoto wa mtawala hawezi kwenda akiwa uchi katika nyumba ya baba yake, kwa sababu watumwa wakimuona vile watashusha heshima yake. Ikabidi afunikwe kwanza aibu yake. Haleluya. Lakini akasema, akamvika viatu, akampa ile thamani yake, kwa sababu mtumwa alitembea bila viatu, lakini huyu anapewa heshima yake, kwamba yeye ni wa kuheshimiwa, yeye ni wa kuheshimiwa. Akapewa viatu ili kwamba heshima yake iendelee kuonekana katika nyumba ya baba yake. Haitoshi, akapewa na pete ya utawala. Akaambiwa sasa anarudishiwa ile mamlaka yake iliyopotea zamani, anarudishiwa, anaambiwa sasa wewe ni mtawala tena katika nyumba ya baba yako. Haleluya, haleluya. Yuko mmoja kwenye haya maombi, lazima atarudishiwa heshima yake na kufichiwa aibu yake, maana Mungu amemtambua na kumheshimu sana. Ile kitendo cha kurudi na kutamani kukutana na Mungu, hiyo ni heshima kubwa sana. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Na leo tuko kwenye hatua ya ambayo inasema maombi. Bwana Yesu atusaidie sana katika kupata ufalme. Ili uweze kupata ufalme, unahitaji uwe mtu wa maombi. Mfano huo ulikuwa inaonyesha kwamba namna gani yule mtoto aliporudi kwa baba alinyenyekea. Kwa kuna vitu kadhaa tutaviona katika hatua hii ya maombi. Hatua hii ya maombi ni muhimu sana kwa Mkristo yeyote, maana ni nguzo muhimu sana katika maisha ya kumtafuta Mungu. Maombi
yenye kumlingana Mungu ni maombi yanayoombwa sawasawa na makusudi na mapenzi ya Mungu mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Maombi ni maisha, na maisha ni maombi. Sasa ufunguo leo, baada ya kuwa tumekisoma mara kadhaa kitabu cha Injili ya Mathayo, tutaendelea kukisoma, lakini katika kifungu hiki leo tusome Ufunuo sura ya 8 mstari wa 3 na wa 4. Ufunuo sura ya 8 mstari wa 3 na wa 4. Neno la Mungu linasema, na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu, mwenye chetezo cha dhahabu, akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Mstari wa 4. Na maombi na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika. Tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante maana ujumbe huu Bwana kwa ajili yetu, na unaenda kutuwezesha kutambua sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina takatifu la Yesu naomba, amen. Katika kuzungumza habari hii ya maombi, kuna kitu kizuri cha kujifunza hapa. Anasema yule malaika akapewa uvumba ili kwamba autie pamoja na maombi, lakini katika madhabahu ya mbinguni. Lakini haitoshi huo uvumba peke yake, anasema akachukua pamoja na maombi ya watakatifu akaweka pamoja katika ile madhabahu ya mbinguni, ambayo ilikuwa ni madhabahu ya dhahabu ya heshima. Maono haya Yohana anaonyeshwa jinsi mambo yalivyo, jinsi kulivyo na ushirika kati ya mbingu na dunia, lakini kupitia watakatifu. Zaburi akaimba akasema, napendezwa na watakatifu, anapendezwa na watakatifu walioko duniani. Hao ndio bora, hao ndio bora. Sikiliza nikwambie kitu. Anaposema kuna watumishi alafu kuna watoto, hawa malaika si watoto, hawa ni watumishi wa Bwana. Hili jeshi la malaika liloko mbinguni lote. Yesu hakuja msalabani kwa ajili ya hilo jeshi. Hapana. Alienda msalabani kwa sababu ya watoto walioko huku duniani. Hao ndio walimfanya Yesu aende msalabani. Malaika ni wajoli. Tafsiri ya malaika ni mjumbe. Kwa hiyo mjumbe si huyu mtoto. Mtoto anapaswa atumikiwe na mjumbe. Kwa hiyo malaika ni mtendakazi anayetumika kati ya mbingu na dunia. Sasa yuko pale malaika mmoja anaonekana anatia uvumba katika madhabahu ya mbinguni, lakini anachukua na maombi ya watakatifu walioko duniani, anaweka pamoja. Alafu anasema ule moshi wa ule uvumba uliotoka katika madhabahu ile ukapanda juu, ukaenda mpaka kwenye kiti cha enzi cha Mungu Baba. Kilipofika pale, lakini si peke yake, ule moshi umepanda pamoja na maombi ya watakatifu. Ule mstari wa 4 anasema moshi wa uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika. Tafiti zinaonyesha malaika hapa duniani ni wengi sana. Nao kwa tafiti za kibiblia wanaanza kwenda juu.
asilimia kubwa malaika walionekana wamezuka hapa duniani kwa kufunuliwa kwa macho ya damu na nyama, alafu walionekana wakienda juu. Yakobo anasema alipofunuliwa siri ya malaika, anaona malaika wanapanda na kushuka, wanapanda na kushuka. Kwa hiyo maelfu ya malaika wako hapa duniani kwa ajili ya kumtumikia mtoto wa Mungu mmoja ambaye yuko hapa duniani. Na yeye si kumtumikia tu, wanaleta na majibu ya maombi yake, kama ilivyoonekana kwa baadhi ya watu ambao mambo yalifunuliwa wazi. Kornelio anafunuliwa, anamuona malaika akiwa amesimama mbele yake, anamwambia maombi yako yamesikika mbinguni na sadaka zako zimefika juu mbinguni, nayo imekuwa ni ukumbusho kwa Bwana. Haleluya. Sasa unaona kwamba malaika kazi yao wanaleta habari kwetu, wanaleta majibu, lakini pia wapo kwa ajili ya kutulinda. Lakini hawawezi kufanya kazi kama huyu mlindwa mwenyewe hajatambua thamani yake kwake yeye aliyemweka, kwake yeye aliyemuumba, kwake kwa baba yake. Hajatambua hii thamani. Mfano huu niliokuambia unanipa nguvu pale ninapoutazama na kuona kwamba yule mtoto akazingatia, ijapo yuko ugenini, ijapo yuko utumwani. Biblia inasema akazingatia moyoni mwake kwamba ninaye baba, haya maisha ninayoishi sio ya kwangu, ninaye baba, ninaye baba. Ukiteswa na majini ni wewe umetaka, lakini ukizingatia moyoni mwako kwamba ninaye baba, ili yanaweza maisha yako yakabadilika. Hayo majini yasikuone tena wala yasifuatilie tena maisha yako, ukizingatia ninaye baba. Mmoja ashike kifua chake aseme ninaye baba. Baba anavyojibiwa mtoto ni tofauti na anavyojibiwa mfanyakazi. Mtoto akiomba kitu ni rahisi kupewa, tofauti na mtu mwingine ambaye si mtoto kupatiwa. Thamani ya baba ukiijua moyoni mwako, cha kwanza utamheshimu, alafu pia utanyenyekea kwake. Kingine, utakwenda kwa ujasiri mbele za baba kwa sababu unatambua ni baba. Utamheshimu, utanyenyekea, ila utakwenda kwa ujasiri kwa sababu unajua ni baba. Kwa nini tunafanya maombi na tunahitajika tuwe na uhodari katika maombi? Kwa sababu hii dunia tulio nayo, kuna viumbe vinaishi katika ulimwengu wa roho visivyo vya kawaida, havionekani kwa macho ya damu na nyama. Ni viumbe ambavyo vinatembea katika ulimwengu wa roho, ila vina uwezo wa kumtenda jambo zuri ama baya mwanadamu anayeishi katika maisha ya nje yanayoonekana. Vina uwezo wa kumtenda jambo zuri au baya mwanadamu anayeishi maisha yanayoonekana. Katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 hata wa 13, tusome pale kwa haraka. Efeso 6:10-13, neno la Mungu linasema, na hapa pointi hii andika, uhodari katika maombi. Tumeona majibu maombi yanavyofika mbinguni, lakini inapaswa uwe hodari. Efeso 6:10, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili,
juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Nimekufikisha hapo kidogo. Siku nyingine nitakugusia juu ya hizi silaha, lakini leo nitamani tuishie hapa kwenye 13. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa mstari ule wa 10 anasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, katika uweza wa nguvu zake. Mungu ana uweza, mwanadamu ana uwezo. Mungu ana uweza, mwanadamu ana uwezo. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Uwezo una kikomo, ambao uwezo wako utaishia kubeba uzito fulani, utaishia kwenda mwendo fulani, utaishia kufikiri sehemu fulani. Na ndio maana wote ni watu, lakini hatufanani uwezo. Sio uweza, uwezo. Wote tunaweza kusoma darasa moja, lakini si wote tutapata 100. Tutafundishwa na mwalimu mmoja, lakini si wote tutamuelewa mwalimu huyo, na si wote tutapata maksi sawa. Na ndio maana walimu wakiona darasa zima mmepata maksi inayofanana, huenda akapunguza makusudi, akawapunguzia wote, au akawapanga mwenyewe kwa madaraja, kwa sababu anajua uwezo wako si huu, uwezo wako ni huu. Huyo ni mwalimu. Sasa Mungu yeye ana uweza ambao uweza wake hauna kipimo cha kumkadiria, hauna mwisho. Hakuna kipimo cha kusema Mungu uweza wake unaishia hapa. Akili yake haichunguziki. Uweza wake ni wa ajabu. Mawazo yake hayapimiki. Huyo ni Mungu. Ndipo sasa katika Efeso anatuambia tuzidi kuwa hodari katika Bwana, katika uweza. Na huo uweza ndio tunauzungumzia, ufalme. Ufalme wa Mungu hauna kipimo, hauna mipaka, hauna mwisho. Na ndio maana Yesu akaondoka akasema, tazama nawapa nguvu. Na nguvu hiyo anasema mtazishinda kazi zote za adui. Maana yake wewe na mbingu mtakuwa na urafiki au ushirika, ujamaa ambao ukiita mbingu zije zinafanya zaidi ya akili ya kawaida. Na ndio maana Petro alipomtazama Anania wakati anaambiwa zile habari juu ya habari ya ile sadaka ya hiari aliyoitoa Anania, akamwambia Anania, kwa nini shetani ameujaza moyo wako uongo? Na hapa hujamwambia mwanadamu uongo, maana umemwambia Roho Mtakatifu aliye Mungu
uongo. Maana yake Petro aliyafunua mawazo, au roho ya Mungu ndani ya Petro iliyafunua mawazo yaliyomo ndani ya Anania. Akagundua hila ambayo iko ndani ya moyo wa Anania. Akamwambia, hujamwambia uongo mwanadamu. Kwa hiyo Petro anajitoa kwenye sehemu ya hayo maneno. Petro anajiondoa kwenye sehemu ya hilo neno aliloambiwa na Anania. Aliyesikia anaonekana ni Petro, lakini Petro, ile sauti inayotoka ndani inamonyesha Petro anajitoa. Anasema, hujamwambia maneno hayo, uongo huo mwanadamu, umemwambia Mungu. Biblia inasema alipoyasikia maneno hayo akaanguka chini akafa. Huenda hata Petro kwa haraka hakuelewa hilo jambo. Watu wakamchukua Anania wakaenda wakazika. Akaja na mwanamke na yeye roho yule yule bado yupo anatenda kazi. Akamwambia, je, ndivyo hivyo? Akasema ndio. Akasema, kwa nini mmepatana kusema uongo? Angalia miguu ya hao waliomchukua mume wako kwenda kumzika iko hapo mlangoni na wewe. Na yeye akadondoka chini akafa. Ni hatari sana kusema uongo mbele ya madhabahu ya Bwana, mbele ya mtumishi wa Bwana, mbele ya mtu ambaye anakupa ujumbe wa Mungu, kwa sababu hujui wakati huo ni roho gani iko ndani yake inatenda kazi. Roho ya Mungu ni uweza usioweza kupingika, usioweza kuzuilika. Ni nguvu isiyoweza kupingwa kwa wazo lolote au mashauri yoyote katika ulimwengu wa roho au ulimwengu wa mwili. Lakini uweza huu unasababishwa na maombi. Sio hali ya kawaida. Nguvu ya Mungu ili itembee ndani yako inahitaji maombi. Ili uwe na maono unahitaji maombi. Ili uweze kufanikisha ndoto zako unahitaji maombi. Ili uweze kufaulu kutoka eneo kwenda eneo jingine unahitaji maombi. Kwa sababu gani? Hapa katika ulimwengu wa roho iko vita, ipo vita kubwa sana. Waliokuwepo siku 2 za nyuma niliwaonyesha. Iko vita kubwa sana katika ulimwengu wa roho. Unaweza kaishi sehemu ambayo inanyesha mvua, inafanya jambo, yani watu wanalima na wanapata, lakini wewe ukilima usipate. Nikakwambia siku moja tukiwa msibani tunatarajia kwenda kuzika, mvua kubwa sana ikafunga. Alafu bado maandalizi ya kwenda kuzika. Na muda ni saa 10 sasa kuelekea saa 11, pengine jua litatua muda sio mrefu. Mvua kubwa sana. Lakini mtu mmoja akatoka akachukua chungu, maji na fedha na kitu kingine kisichoeleweka, anajua mwenyewe, akabandika chungu katikati ya uwanja. Alafu akawasha moto mdogo sana ambao uliwaka tu kwa sekunde chache ukazima. Mvua ilikuja mpaka maeneo jirani tunaiona ile pale. Ikazunguka kote, ila hapa tulipo haikunyesha. Haikunyesha mvua mpaka tumeondoka. Mpaka tukaondoka kwenda kuzika, mvua haikunyesha. Ila huko pembeni maji yanakimbia mengi vibaya mno. Masika za miaka hiyo, acha hivi upepo vya sasa hivi. Lakini hapa haikunyesha. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho mbingu zinaweza zikafungwa kwa ajili yako tu. Wewe tu usifanikiwe, mbingu zikazuia. Yani yuko mtu mmoja akaweka pale turubai katika ulimwengu wa roho. Fungua katika Danieli 9 mstari ule wa 1 na wa 3. Daniel 9 andika mstari ule wa 1 na wa 3. Neno la Mungu linasema, katika mwaka wa 1 wa Dario mwana wa Ahasuero wa uzao wa Wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo,
katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake huyo sasa Dario, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu na alifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Danieli anatuambia wako utumwani na anazungumza kile ambacho alikiona kwenye Biblia. Sasa hapa ndio kile ambacho nilikufundisha kwamba maneno ya Mungu yanaweza yakasomwa kama kitabu kingine, lakini maneno ya Mungu yanaweza kusomwa kama neno la Mungu ambalo ndani yake lina unabii. Na huo unabii hauwezi kufasiriwa kwa mawazo ya kawaida, kwa akili za kibinadamu. Katika Wakorinto anasema mtu wa asili hawezi kuyatafsiri mambo ya rohoni. Danieli alikuwa mtu wa rohoni, akasoma kitabu cha nabii Yeremia, akagundua hesabu ya miaka ambayo Bwana alitabiria taifa la Israeli kwamba litakwenda utumwani. Akasema, akagundua hesabu hiyo. Sasa hayo ni mambo ya kinabii. Huo ni ufunuo. Yani anatafuta kujua habari za Mungu juu ya taifa lake. Wewe umetafuta kujua habari za Mungu juu yako mara ngapi? Mara ngapi umeipeleleza Biblia na kuiuliza juu ya hatima yako? Mara ngapi umekuja kwenye ibada na kumuuliza Mungu juu ya hatima yako kuhusiana na ujumbe unaozungumzwa kwa siku? Mara ngapi? Danieli yeye anasema, nilipovisoma vitabu nikagundua. Maana yake ni kwamba akasoma kitabu kama kitabu, lakini hakusoma kwa hali ya kawaida siku hiyo. Akalipeleleza lile fungu lilikuwa na maana gani. Akagundua hesabu ya miaka ni majuma 7 yale. Tayari miaka 70 imetimia. Ndipo anajinyenyekeza mbele za Mungu. Sasa hapo ndipo na kuonyesha habari za maombi ya watakatifu. Habari za maombi ya watakatifu. Danieli anajielekeza sasa uso wake kumwambia Bwana, uhodari wa maombi kwa ajili ya taifa. Kwa ajili ya taifa. Kwa ajili ya taifa. Sio yeye na familia yake, kwa ajili ya taifa. Sikiliza, mara nyingi umelia kwa ajili yako peke yako, lakini inawezekana Mungu hajakuweka kwa ajili yako peke yako. Kuna familia yako, kuna jamaa zako, kuna kanisa la Bwana, lakini bado kuna mahitaji mengi katika dunia. Fichua mambo katika ulimwengu wa roho kwa maombi. Mtake Bwana akusaidie sana katika maombi. Haleluya. Anasema alipoingia kwenye hayo maombi akakutana na upinzani. Akakutana na upinzani. Upinzani ulikuwa wapi? Danieli 10 mstari wa kwanza na wa 3 hadi wa 3, alafu tutasoma mstari wa 12 hadi wa 13. Danieli 10 wa kwanza hadi wa 3, neno la Mungu linasema, katika mwaka wa 3 wa Koreshi mfalme wa Uajemi, Danieli ambaye jina lake aliitwa Belteshaza alifunuliwa neno. Neno lile lilikuwa kweli, maana ni vita vikubwa. Naye akalifahamu neno lile, akaelewa maono hayo. Katika siku zile mimi Danieli nalikuwa nikimomboleza muda wa majuma 3 kamili. Sikula chakula kitamu wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwangu, wala sikujipaka mafuta kabisa hata majuma 3 kamili yalipotimia. Angalia, kuna huu mstari wa kwanza anasema hivi, alifunuliwa neno, na neno lile lilikuwa kweli, maana ni vita vikubwa. Naye akalifahamu neno lile, akaelewa maana ya maono hayo. Ninaona sasa kwenye maombi kulivyo na faida.
ukiwa kwenye maombi ni rahisi kufunuliwa mambo na kuyaona na kuyajua, lakini pia ni rahisi kuelewa kwa sababu Roho Mtakatifu anakuwa kazini kukuelewesha na kukujulisha maana ya hayo maono uliopewa. Sasa anasema nilipoyaelewa hayo mambo kulingana na ujumbe ambao aliusoma pale katika fungu la Yeremia, akasema nikaenda mbele za Bwana kwa majuma matatu, wiki 3, siku 21. Mstari wa 12 unasema hivi: ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Mstari wa 13 unasema, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Hapo tunazungumzia upinzani. Umeona hiyo? Anasema akaambiwa, ewe Danieli. Anaambiwa na nani? Malaika amekuja wazi, Gabriel anamwambia Danieli, wewe upendwaye na Mungu, tangu siku ulipotia moyo wako ufahamu, tayari dua yako na maombi yako yalisikika mbinguni. Changamoto ilikuja, nilizuiwa hapo kati na wakuu wa anga la Uajemi. Danieli aliona vita kwenye maono. Aliona nini? Vita kwenye maono. Lakini hapa sasa sio maono, ni wazi wazi malaika anamwambia. Wazi wazi malaika anamwambia, Danieli, tulikuwa na vita kwa siku 21. Na wanaofanya vita sio wengine, ni wakuu wa anga la Uajemi. Kumbuka pale katika Efeso tumesoma vita vyetu si juu ya nini? Tusome ule mstari wa 12. Tusome ule mstari wa 12 katika Efeso. Tusome mstari wa 12 katika Efeso, ambapo anasema katika Efeso 6 ule mstari wa 12 pekee, anasema kwamba kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho kuna viumbe, na hivi viumbe ndo Danieli anaonyeshwa wazi. Ndio vile ambavyo nilikupa ushuhuda wake jana. Anaonyeshwa wazi. Ukiwa mtu wa maombi katika ulimwengu wa roho unauona wazi. Wazi wazi. Sasa Danieli anaambiwa kuna viumbe hapo, na hivi viumbe ndio vinakamata anga hili. Ndio linafanya sasa nyinyi muendelee kuwa duni, muendelee kuwa wamilikiwa, muendelee kuwa watumwa. Lakini nimepata neema nyingine, kuna jeshi jingine likaja kunisaidia, ambaye anaitwa nani? Mikaeli. Kwa hiyo nimemwacha hapo, nimekuja kukupa habari, nirudi tena. Kwa hiyo kumbe kwenye ulimwengu wa roho kuna vita. Na ndio maana akasema vita si yetu, vita ni ya nani? Ni ya Bwana. Kwa hiyo kumbe hatupigani sisi kama tunavyotaka. Hatubebi silaha kama tunavyotaka. Hapana, badala yake sisi kazi yetu, na katika zile silaha zilizoainishwa pale, silaha kama 2-3 ndio silaha za mashambulizi, lakini zilizo nyingi ni silaha za kujilinda, maana Bwana yuko kazini. Kwa hiyo usitumie muda mwingi sana kukemea mapepo, tumia muda mwingi sana kujinyenyekeza mbele za Bwana na kumtaka Bwana na nguvu zake ili akusaidie, kwa sababu vita iliyoko mbele yako haujui ni vita ya namna gani. Yeye ndiye anajua vita iliyoko mbele yako ni
ni ya namna gani. Unaweza kaomba juu ya afya, kumbe vita yako ni juu ya habari ya uchumi. Unaweza kaomba kwa ajili ya uchumi, kumbe vita yako imesimama kwa ajili ya familia. Unaweza kaomba kwa ajili ya familia, kumbe vita yako imesimama juu ya ndoa yako. Rebo saka, mwambie Bwana asimame yeye kukupigania sawa sawa na jinsi anavyoona katika ulimwengu wa roho. Sema tena amina kama unaelewa sawa sawa. Mwambie Bwana akusaidie yeye, kwa sababu ulimwengu wa roho unaonekana katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Kwa hiyo katika majeshi yale ya pepo wabaya, katika wakuu wa anga na wale wa utawala ambao wanaitwa wenye mamlaka na wale wa falme katika ulimwengu wa roho, yupo anayeweza kutushindia sisi, ambaye ni nani wapendwa? Ni Bwana. Lakini Bwana huyo tunawezaje? Tunawezaje? Ni lazima tutake nguvu kutoka kwake, na hizo nguvu ndani yetu ndiye anayezileta, si mwingine, ni Roho Mtakatifu ndani yetu. Ndani yetu. Jaribu kulitaja mara kadhaa neno la Roho Mtakatifu, kusema mara kadhaa hili jina la Roho Mtakatifu liwe ndani yako. Huyu Roho Mtakatifu ukimwita mara kadhaa ndani yako, kwa shauku utashangaa kuna nguvu ambayo inakuja si ya kawaida. Alafu hiyo nguvu itakusaidia sasa kukuunganisha wewe na mbingu, kwa sababu wewe na mbingu ni shirika sasa. Ni Roho Mtakatifu kukaa ndani ya roho zetu. Watu wote waliomuona Bwana walimuona wakiwa na Roho Mtakatifu ndani yao. Ndipo yalipotendeka hata yale matendo makuu ya ajabu. Ishara kubwa zikafanyika kwa mikono ya Paulo, kwa mikono ya Petro, kwa mikono ya Filipo, kwa mikono ya watu wengine, kwa sababu ndani yao alikuwemo Roho Mtakatifu. Hawakufanya kama wanavyotaka, bali walifanya kama Roho wa Mungu anavyotaka, kama Mungu anavyotaka. Ndipo sasa ninasema hivi, tazama mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Lakini haitoshi kuweka mikono. Anasema ziko ngome, ziko falme, ziko tawala ambazo zinawatawala wanadamu. Nyinyi kwa mamlaka mlionayo mtazikemea, na hizo mamlaka zitawatoka watu, zitaondoka juu yao, zitaondoka juu yako. Inawezekana unalia kwa ajili ya uchumi, kumbe amekandamiza kupitia magonjwa. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, kuna mabadiliko yatatokea. Ataswaga hayo magonjwa, hayataonekana tena. Ataswaga hayo magonjwa, hayatasimama tena. Ataswaga hayo matatizo, hayataonekana tena kwa jina la Yesu. Hebu sema amina kama unaelewa sawa sawa. Haitoshi sana. Haitoshi sana. Natamani kwenda sana, lakini wacha niishie hapa leo kwenye upinzani. Nimekuonyesha jinsi ambavyo upinzani upo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunapoingia kwenye maombi, tunahitaji jambo moja tu, ni kutaka kuona Roho Mtakatifu anatusaidia kugundua hila na njama ambazo adui amezipanga au anazitekeleza juu ya maisha yetu. Mwenzetu Danieli anasema akaona vita katika maono, akajitweka kwenye maombi kwa siku 21. Alafu alipoingia kwa siku 21, anasema nikamuona Bwana wazi. Roho wa Mungu akamwonyesha wazi, akamwezesha kumuona malaika wazi. Ukitaka kuona malaika wanapanda na kushuka kwa ajili ya maisha yako, wewe mtake Bwana tu, maana hao wote ni wajumbe kwa ajili yako. Ni wajumbe kwa ajili yako. Ukitaka kuona maisha yananyooka, wewe mtake Bwana tu, anaweza kabisa akayatengeneza kwa upya maisha yako. Hebu simama pale ulipo. Simama pale ulipo. Yuko Mungu ambaye watoto wake wakimtafuta, yeye huwavuvia uwezo sio wa kawaida. Uwezo sio wa kawaida. Danieli anapingwa na wakuu wa anga. Tena anawataja ni wale wafalme, ni wale wakuu wa anga. Lakini anasema ni wale wakuu wa giza. Lakini haitoshi, anasema ni jeshi la pepo wabaya lilipigana naye. Haya mambo yote yako hapo juu. Ndio hayo yanayokuja usiku wa manane. Majinamizi yanakukandamiza kwenye ndoto zako. Ndio hayo yanakuja usiku wa manane. Majinamizi yamefika mahala pabaya, yanawaingilia watu, mapepo. Ulimwengu umechafuka sana.
Unahitaji waombaji. Unahitaji kanisa lisimame kwa upya. Inahitajika kanisa lisimame tena kumwita Bwana, kuzuia hii nguvu inayowatesa watu majumbani. Kuna watu ambao hawalali kwenye majumba yao kwa raha. Kuna watu ambao wanafika mahala wanatamani iwe mchana peke yake. Anaweza akaja kwako akakaa na wewe kuongea mpaka usiku wa manane, ukasema kwani hana usingizi? Hapana, ni kwa sababu nyumbani kwake nyumbani kwake kuna milio sio ya kawaida usiku wa manane. Kuna vitu vinaunguruma visivyo vya kawaida usiku wa manane. Kuna vitu vinapita kwenye milango usiku wa manane. Kuna vitu vinatembea juu ya bati usiku wa manane. Kuna vitu vinatembea kwenye chumba chake usiku wa manane. Kuna vitu ambavyo vinatembea kwenye mwili wake namna hii usiku wa manane. Hatamani hata kulala. Hatamani. Yuko hapa. Hatamani kabisa kulala. Anajisikia vibaya giza linapoingia. Lakini yuko ambaye amechoka kusikia taarifa mbaya kila inapotimia majira fulani na nyakati fulani katika ukoo wao ni lazima wafe au tena uditokewe na jambo baya. Kuna mtu mmoja akaja analia sana, anasema kile inapogonga mwezi wa 6 ni lazima nipate ajali mbaya sana. Ni miaka kadhaa sasa paka nimezoea. Hiyo sio nzuri. Kwa nini uwe na majira ya ajali? Kwa nini uwe na majira ya kuzika ndugu zako? Kwa nini uwe na majira ya kutiwa umaskini kwa magonjwa ya hatari kile inapofika majira fulani? Kwa nini utembee na nira ya ukoo ambaye nasema katika ukoo wetu ugonjwa huu hauondokagi, katika ukoo wetu tatizo hili haliondokagi? Kwa nini uondoke na majira ya ukoo? Kataa leo kwenda na majira ya ukoo. Kataa leo kwenda na nyakati za familia. Kataa kwa jina la Yesu Kristo. Kataa katika ulimwengu wa roho. Mapepo yanakamata maagano ya mababa, maagano ya mababu yaliyoaganwa hapo zamani. Na watu bila kujua na kutamani uwepo wa Mungu kwenye maisha yao, imefika mahala wamezikubali hizo hali, wanazikubali hizo hali na wanazitumikia kwa siri. Wana miungu wanaitumikia kwa siri. Leo kataa katika ulimwengu wa roho kutumikia miungu kwa siri. Leo kataa. Inawezekana kwenye familia yako wapo wanaotumika kwa siri. Leo kataa kwa jina la Yesu. Sikiliza, hiyo miungu ikikamata familia inaweza kukuingiza kwenye matatizo. Ni nani ambaye ataikomboa familia yake kama sio wewe, mwana wa Mungu? Ni nani ambaye atafanya uganga usitajwe kwenye familia yako? Ni nani ambaye atatamka hata uchawi uondoke kwenye familia yako? Kwa sababu wanaotoa kafara wanasema wanatoa kafara wanaowapenda. Yamkini umekoswa na vifo mara kadhaa. Umekoswa kuondoka kwa magonjwa mara kadhaa. Ni kwa sababu yuko mmoja katika ukoo anawatesa. Mtu mmoja akasema ni lazima nawafuata ndugu zake, anawaambia wazi kwamba mwaka huu nachukua kwenye familia yako. Alafu akienda kutulia huna cha kufanya. Walijaribu kwenda kwa waganga ikashindikana, kwa sababu yeye ni mchawi maarufu, yeye ni mchawi mwenye nguvu. Imefika mahala hazuiliki uchawi wake, anakuja anawaambia wazi, anachukua kwenye familia. Inawezekana na kwenu yupo hata kama hajatamka, lakini unajua kabisa yuko fulani anatutoa kafara, yuko fulani amemtoa mama, yuko fulani amemtoa baba, yuko fulani amemtoa mtoto wangu, yuko fulani amemtoa mtoto wa ndugu yangu, yuko fulani amemtoa mume wangu, yuko fulani amemtoa mke wangu, yuko fulani amemtoa. Wewe unajua. Inawezekana unawajua katika ulimwengu wa roho. Inawezekana umewajua na kunyoshoa vidole kwamba leo wamaliza jamani ni fulani. Na wewe huna uwezo wa kufanya
chochote. Leo nguvu ipo, leo uweza upo, leo iko mamlaka ambayo inaweza kubadilisha anga, ambayo inaweza kubadilisha anga. Ni kuamua tu mtoto wa Bwana, ni kuamua tu mtoto wa Bwana ya kwamba mimi sio wa kawaida, ya kwamba mimi sio wa kawaida, ya kwamba mimi sio wa kawaida. Repopo saka rekeshete, waambie mimi sio wa kawaida, na viko nguvu na Bwana, na viko nguvu na Bwana. Hiyo mikosi ya familia leo waambie, leo waambie ulimwengu wa roho, yuko Bwana kazini, leo yuko Bwana kazini, leo nachomolewa katika jina la Yesu Kristo. Yuko mmoja, paza sauti yake mwenyewe, kwa sababu kuikomboa familia yako na ndoa yako, uchumi wako na afya yako ni nguvu yako mwenyewe. Akasema hatimaye muwe hodari. Leo simama kihodari, leo jifunge mkanda kiume mwanangu. Leo tupambane katika ulimwengu wa roho. Na wale ambao mnafuatilia katika mitandao, maombi haya kwa jina la Yesu yaguse maisha yako. Leo utakapoyaona maombi haya, utakapoendelea kuyasikia maombi haya, yaguse maisha yako, yaguse familia yako, yaguse ndoa yako, yaguse kwa jina la Yesu, yaguse kwa jina la Yesu. Achilia moto na uona katika mapaa ya nyumba za watu. Moto wa Roho Mtakatifu unatembea. Iko misukule inatoka, iko misukule inabadilishwa, iko misukule inarudishwa. Wako watu wanarudishwa, walichukuliwa misukule wakiwa hai, leo wanarudishwa kwa jina la Yesu. Sheketere baba sayata. Hebu mwinulie Bwana sauti yako kwa uzuri, wala usiogope kushoto kwako na kulia kwako, hakuna sababu. Yeketere basaka. Iko neema ya Bwana nyingine, iko saa ya kukombolewa, iko saa ya kufunguliwa, iko saa ya kuponywa tena, iko saa ya kuinuliwa tena, iko saa ya kuwekwa huru tena. Waambie Bwana pale ulipo, waambie Bwana harekeshaka, huku kiruhusu nguvu ya Mungu itembee ndani yako. Kuna uwepo wa Mungu uko hapa, kuna uwepo wa Mungu uko hapa, kuna nguvu ya Mungu iko hapa, kuna nguvu ya Mungu iko hapa. Yeketere basaka indorobosha kandari yabo, yeketere basaka tere ikitere boseka yandara baboshe keteraka, yeketere babosaka. Hebu mwachilie Roho Mtakatifu. Yuko Bwana ananena sahihi, yuko Bwana kwa ajili ya kukusaidia, yuko Bwana kwa ajili ya kufungua mapingo, yuko Bwana kwa ajili ya kuondoa minyororo, yuko Bwana kwa ajili ya kuondoa, yuko Bwana kwa ajili ya kuhamisha. Yeketere babosha. Iko milima inashushwa, iko milima inashushwa. Yesu shuka Bwana, 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 Yesu shuka Bwana. Tembea katikati yetu, tembea katikati yetu, tembea katikati. Oraboboseke. Hebu tembea leo. Bwana anakotamani mama huyo, ameteseka vya kutosha, amewekwa msukule vya kutosha, amewekwa msukule vya kutosha. Iko neema yako ya kuwatoa kwenye majanga, iko neema yako ya kufunguliwa tena. Bwana nasema tukuite. Ita jina la Bwana, ita jina la Bwana. Baba tunakuona enzini, 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 Baba tunakuona enzini. Biblia yangu inaniambia maombi yangu yanapelekwa pamoja na uvumba wa pale kwenye madhabahu ya mbinguni. Bwana Yesu, nahitaji kuona neema yako juu ya waombaji siku ya leo, 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 juu ya waombaji siku ya leo. Yesu kumbuka maombi yao, Yesu kumbuka maombi yetu. Yawezekana familia zetu zimeharibika, yawezekana familia imeharibika, yawezekana ukoo umeharibika, yawezekana ndoa imebadilika. Nani atasimama Bwana? Nani atasimama Bwana? Nani atasimama? Yesu simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana. Nyosha mkono wako tena Bwana, gusa maisha ya watoto wako, gusa maisha ya watoto wako, gusa maisha ya watoto wako. Rakashekete. Unavunja na kuharibu kila madhabahu, kila madhabahu, kila madhabahu inayozuia, inayozuia, inayozuia
katika ulimwengu wa roho. Navunja na kuharibu kila madhabahu inayozuia leo, kila madhabahu inayozuia katika ulimwengu wa roho. Na haribu, 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 na sambaratisha. Walinena maneno magumu, walinena maneno mabaya. Leo siku ya kurudishiwa, leo siku ya kurudishiwa hiyo mishale walioituma. Nairudisha kwao kwa jina la Yesu. Nairudisha kwao kwa jina la Yesu. Ewe pepo uliyekamata hiyo ndoa, narudisha jibu kwa huyo aliyekutuma kwa jina la Yesu. Nenda kasambaratishe, nenda kasambaratishe kwa huyo ambaye amekutuma ili uweze kumaliza familia hii. Leo nakutuma huko, nenda kasambaratishe, nenda kasambaratishe kwa jina la Yesu Kristo. Nabomoa ngome, nabomoa ngome, nabomoa ngome, nabomoa ngome za wakuu wa anga. Inawezekana maombi yamezuiliwa na wakuu wa anga la Kibada. Inawezekana maombi yamezuiliwa na wakuu wa anga la Kigamboni. Inawezekana wakuu wa anga wamekamata mkoa wa Dar es Salaam. Leo kwa jina la Yesu Kristo, Dar es Salaam naikomboa kwa jina la Yesu Kristo. Leo nazama kwenye mikoa, naikomboa Tabora kwa jina la Yesu, naikomboa Kigoma kwa jina la Yesu, naikomboa Singida kwa jina la Yesu, naikomboa Kilimanjaro kwa jina la Yesu, naikomboa Dodoma kwa jina la Yesu, naikomboa kwa jina la Yesu Simiyu, naikomboa kwa jina la Yesu Mwanza, naikomboa kwa jina la Yesu Shinyanga, naikomboa kwa jina la Yesu Songea kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Toka makaburi, makaburi ya Mtwara, komboka kwa jina la Yesu. Makaburi ya Lindi, komboka kwa jina la Yesu. Kila kaburi liloshika miili ya watakatifu, liloshika maendeleo ya watakatifu, likaachilie kwa jina la Yesu. Arusha kombolewa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kombolewa, kombolewa, kombolewa Zanzibar kwa damu ya Yesu Kristo. Kombolewa Pemba kwa damu ya Yesu Kristo. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, kombozi, naachilia moto. Iko moto, uko moto, uko moto, 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 moto kwa jina la Yesu. Kila roho inayokamata, kila roho inayokamata, safisha, safisha uwanda. Hebo seke, liko shaka, ribo na kamata moto, na kamata moto wa Roho Mtakatifu, na kamata moto katika ulimwengu wa roho. Ewe madhabahu, ewe madhabahu unaishika hiyo familia, ewe madhabahu unaishika hiyo familia, ewe madhabahu unaishika hiyo familia, kwa jina la Yesu Kristo na kutupia moto. Leo lipuka. Waganga tunasambaratisha roho ya uganga katika kila eneo. Tunasambaratisha, tunasambaratisha roho ya uchawi katika kila eneo. Tunasambaratisha kila eneo, kila eneo kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Naachilia moto ulao, naachilia moto ulao, naachilia moto ulao, naachilia moto ulao. Madhabahu zinazopokea sadaka za wanyama, sadaka za wanyama, sadaka za damu za wanadamu, tasambaratisha kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Na bomoa ngome, neshete ngome, achilia ngome, achilia kwa jina la Yesu Kristo. Moto sasa, moto sasa. Majini yanapata tabu. Iko mizimu sahihi inamachilia mtu. Shaterabos katika kila nyumba iliyopandwa madhabahu, iliyopandwa madhabahu, iliyopandwa madhabahu, iliyopandwa madhabahu, kila nyumba iliyopandwa madhabahu, au anaishi mpangaji au ni ya kwake, nyumba iliyopandwa madhabahu ya kipepo, leo kwa jina la Yesu Kristo, leo kwa jina la Yesu Kristo, nasambaratisha, 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 nabomoa, nabomoa, nabomoa kwa jina la Yesu Kristo. Riko sateribasa. Bwana, hujawahi kunyamaza
watoto wako wanapokuita. Bwana, simama tena. Wastahili Bwana. Tukiwa katika maombi haya, teka utulivu. Kuna kitu Mungu ambacho anasema na mtu. Teka utulivu. Zama kwenye ulimwengu wa roho. Danieli anaonyeshwa vita kubwa. Sijui unaona nini sahi. Kuna mtu anafunuliwa mambo makubwa katika ulimwengu wa roho. Usiogope macho yako kuyatazama, wala akili yako kuyafikiri. Toka we simba katika maisha yake. Toka we mlango wa kaburi katika maisha yake. Toka we nila katika maisha yake. Nila ya ukoo, vunjika kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nila urafiki, vunjika kwa jina la Yesu. Pepo, achia hilo anga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toka wingu jeusi katika maisha yake. Na ialika nuru ya Bwana. Naomba nikuombee kwa haja ya moyo wako pale pale ulipo. Kamata mkono wako mmoja kifuani pako. Na wale ambao mtakuwa mnafuatilia kwenye mitandao, unapokutana na haya maombi, gusa mkono wako kwenye mahala panapougua, panapouma. Kama ni tumbo la uzao, kamata. Una kifua kikuu, kamata. Una kansa, kamata. HIV, kamata. Chochote kile kwenye mwili wako, chochote. Mungu ananiambia kwamba maombi yanasikika pale mbinguni. Nina ujasiri mkubwa wa kukuombea, na nina imani kubwa kwa kupitia jina la Yesu unaenda kufunguliwa sasa hivi kwa jina la Yesu. Kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kuna watu wana ndugu wako mbali, wanataka kuwaombea. Upatapo hii na wewe unasikia hapa, peleka mkono wako kwa imani, kamguse huyo mgonjwa kwa imani. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mwana Mungu aliye hai, na pisha madhabahu zote zinazosimama na kuleta upinzani juu yake. Tambarabashendara, katika jina la Yesu na kuamuru, toka kuanzia sasa. Toka kuanzia sasa. Ugonjwa, mikosi, toka kuanzia sasa. Hii ni kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toka ndani yake. Vunja vipande. Maana neno la Mungu ni nyundo. Toweka sasa madhabahu. Mlijenga kwenye nyumba yake. Na weka mipaka, wigo wa moto. Mlivyovizuia na kuvikamata kwenye ulimwengu wa roho, vikafunguliwe sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toka kila udhaifu, toka kila roho ya mashaka, toka kuanzia sasa na kuamuru kupitia jina la Yesu, ukamwache na usirudi tena kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na achilia nguvu ya uponyaji tangu sasa. Tangu sasa. Pokea. 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 Pokea urejesho. Pokea urejesho. Pokea urejesho. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pona kuanzia sasa kwa jina la Yesu.
Pona kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Pona kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Pona kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Nafuta hati zote za mashtaka walizokushtaki maadui rabose kwa damu ya Yesu Kristo. Nafuta, ikiwa hati hiyo ikambatanishwa na magonjwa, leo nafuta kwa jina la Yesu Kristo. Uhai ukarejee, neema ikarejee, kibali kikarejee kupitia jina la Yesu. Watakatifu wa Bwana tuseme amen. Pokea kwa mamlaka ya jina la Yesu na ukamwamini Yesu amekutendea. Kama hata sadaka yako nikuombe, muda wangu umeniishia. Shemasi karibu tupe chombo, na wakati huo tatuongoza kwenye wimbo wa kumtukuza Mungu kwa ajili ya sadaka hizi. Karibu. Tuombe alafu ongoza wimbo. Basi mahali ulipo unaweza ukainua sadaka yako juu. Ni ishara ya kunyenyekea na unyenyekevu mbele za Bwana. Hebu sema neno kwa uso hiyo sadaka yako. Mwambie Bwana, nikumbuke kupitia sadaka hii. Funika macho yako tunapokwenda kubariki matoleo yetu jioni ya leo. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Tunasema asante uliye mtakatifu wa watakatifu. Tazama ulikuwepo pamoja nasi, tumekuona Jehova. Tangia tumeanza ibada hii mtakatifu wetu, na majira haya na nyakati hizi Mungu, haujatupungukia pia hata wakati wa neno. Umemtumia vyema mtumishi wako Bwana, umetuhusia kuhusu maombi. Ndivyo Mfalme, yamkini kuna sehemu tulidondoka Bwana, ila kupitia sadaka hii Jehova tunaomba ikaweke urejesho mpya. Mfalme, weka nguvu mpya maombi ndani yetu Jehova, uisha tena katika jina lako Yesu. Bwana, mbariki kila mmoja ambaye anakwenda kutoa sadaka hii jioni ya leo. Sadaka hii Bwana ikawe manukato mbele zako mtakatifu, ikapata kibali Bwana, ikatuinue sana Mfalme. Bariki Bwana kwenye vyanzo vya mapato yetu, bariki Bwana kwenye kazi, bariki Bwana hata pale Mungu ambapo tumeshinda kwa namna moja, ila wewe Mungu ukatende jambo, maana umeachia baraka katika Kumbukumbu la Torati 28. Mungu umesema ya kwamba utatubariki mashambani na mijini, pia utabariki mifugo yetu. Yesu, jioni ya leo tunahitaji baraka yako. Jioni ya leo tunahitaji kukuona wewe Mfalme ukituinua sana, maana umesema sisi hatutakuwa mkia bali vichwa. Tunahitaji kuwa kichwa jioni ya leo kupitia sadaka hii. Usimpungukie kila mmoja Bwana. Tunakwenda kinyume na kila hila ya yule adui ibilisi asimamaye kwa ajili ya kuharibu kwenye vyanzo vya mapato yetu, akapata kushindwa kwa jina la Yesu. Bali Bwana, onekana kwa kila mmoja. Tutangulie Mfalme, yamkini mmoja wetu ni mgonjwa, jemedari kupitia sadaka hii kaeke uponyaji. Bwana, ulimkumbuka mwanamke yule aliyetoa senti moja, akaonekana ametoa sana. Mungu, kaonekane pia juu ya sadaka hii. Yamkini kuna mmoja wetu au katikati yetu ameshindwa kupata chochote mbele zako, ila Bwana ukamwezeshe tena hata siku ya kesho na kesho kutwa akapata cha kukutolea wewe katika vingi ambavyo Mungu ulitubarikia Jehova. Hata hivi vichache tunavirudisha mbele zako, ukatazame kwa upya Mungu, ukarejeshe kwa upya, ukafanye upya kupitia sadaka zetu Bwana. Tunaziinua mbele zako mtakatifu, tunaziinua mbele zako Jehova, tunaziinua jioni ya leo mbele zako, ikanene mema zikatende vyema ndani ya hekalu lako Jehova. Tunasema asante Roho Mtakatifu kwa neema yako na nguvu yako. Tunasema asante Bwana kupitia ibada hii ya jioni. Hakika tumekuona Bwana. Ipokee sadaka zetu sawa sawa na neema yako, ni katika jina lako Yesu tukiomba.